kuna hatari kubwa inakuja mbele yetu, kwa sababu mvua ndio kwanza zinaanza. Na kwa mujibu wa ripoti za watu wa mamlaka ya hali ya hewa, wanasema mvua kwa wilaya yetu zitakuwa za wastani na juu ya wastani. Kwa hivyo juu ya wastani zile mvua ambazo zinakuja kuleta madhara. Kwa hivyo ninawaomba, ombi langu, sisi kama wananchi tuanze sisi wenyewe kuchukua tahadhari. Tuanze sisi wenyewe kuchukua tahadhari. Tunao wazee, tunao makundi maalum, tunao watoto, tunao watu wasiojiweza, tunao walemavu katika mji wetu huu tunakaa nao. Tuanzeni kuchukua tahadhari. Hii hali iliyojitokeza sio hali nzuri. Kwa hiyo usalama wetu unaanza na sisi wenyewe. Na kuchukua tahadhari ni pamoja na kupisha eneo hili kwa muda kwanza, tukijaribu kuona huko mbele nini kitafanyika, kwa sababu hatuwezi kushindana na maji kwa wakati huu tuliokuwa nao, na mvua bado zinanyesha nchi nzima. Kwa hiyo haya ni maelekezo yangu ya kwanza, kwamba tuchukue tahadhari kwa kuondoka katika haya maeneo. Sasa kuondoka kwa namna mbili. Wapo watu wana nyumba nyingine wanaweza wakaenda, lakini wapo watu ambao hawana nyumba nyingine, watafuta utaratibu mwingine, pengine aidha kwa ndugu au kwa mtu yeyote, kwa ajili ya kwenda kujistiri, kwa ajili ya kuokoa uhai. Na kama tunatoka tunaenda sehemu tukakae, tutakuwa pamoja ili tupishe wataalamu wafanye wanayofanya, lakini kwanza tukaokoe maisha yetu. Kwa hiyo jana niliongea na katibu wangu wa ofisi ya mbunge, alikuwa hapa, kakaangu Gabi, tuliongea na diwani. Niwashukuru sana wanakijiji na wananchi, mmeanza hatua za kutafuta namna ya kujiokoa. Wengine wanasema wanataka matairi, wengine wanasema wanataka vifusi. Yote hiyo ni binadamu anatafuta namna. Mngeweza kukaa mkatulia mkasema serikali sipo, mkakaa barabarani, lakini mliamua kukaa mfanye mnaloweza kuokoa maisha. Kwa hiyo niwapongeze sana, na hayo yote tutayapokea na wataalamu watatushauri, lakini kwa sababu tunahitaji kwanza usalama wa watu wetu, mimi kama mbunge ofisi yangu nitawachangia shilingi milioni 5. Unavyoona wananchi, tangu juzi hakuna aliyelala nyumbani mwake. Nyumba zaidi ya 720 zote ziliingiliwa na maji, na mwenyewe umeona na umepita umehakikisha na umeangalia. Nyumba zote maji yalikuwa kwenye usawa wa madirisha, maana hakuna aliyepata nafasi ya kulala kwenye nyumba yake. Lakini wananchi wamepoteza mifugo, wamepoteza vyakula na hali kadhalika. Lakini jitihada mbalimbali ambazo wananchi hawa, na tuendelee kuwapongeza kwa zile ambazo wanaanza kuzifanya wenyewe. Walikuwa wanachangishana kama tulivyokuonesha kule Mtoni, wamejenga ule ukuta na tukapata kijana mwenzetu akasema ana ushauri wa kufunga zile tairi, ambao tunaendelea kutafuta tairi, na tulikuwa tunaendelea kule Mtiwa kwenda kuomba tairi ili kuongeza nguvu ya namna ambavyo tutafanya namna ya kujizuia sisi wenyewe. Mimi kwa jina naitwa Tabia Faraji. Nimepata maafa, nimebomokewa na nyumba 2, nimeharibikiwa na kila kitu, sina nilichotoa, vyombo nini, vitanda, kila kitu vimeondoka. Kwa hiyo naomba serikali nisaidie mjane mimi. Sina mume na watoto yatima 3 nalea. Naomba serikali niangalie kwa macho mawili kwa maafa niliyoyapata. Kwa hiyo jamani, naomba serikali nisaidie. Nyumba ile pale ya familia imekatika, nayo imebomoka. Sina nilichokitoa, unaviona watoto hao, nguo zote na madaftari, vitu vyote vimeenda vya watoto, na chakula chote kimeenda. Nimetoka juzi Kibati kuvuna mahindi yangu, mpunga yote imeenda babani. Kwa hivyo naomba serikali niangalie mjane mimi. Sina mbele wala nyuma. Nafanya biashara ndio zinazonisaidia. Pole sana mama. Asante.